Mjumbe wa kamati tendaji ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kanda ya 5 ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Geita Gerefa Salum Kurunge amewataka wahitimu wa kozi ya ukocha wa makipa diploma D ngazi ya awali kutumia elimu aliyoipata kukuza mchezo wa soka nchini. Kurunge ametoa kauli hiyo wakati akifunga rasmi kozi hiyo ya awali iliyofanyika kwa mara ya kwanza nje ya makao makuu ya TFF, huku mkoa wa Geita ukiandika historia kwa kuwa miongoni mwa maeneo ya kwanza kupata fursa hiyo. Amewataka makocha hao kutojihusisha na vitendo visivyokubalika michezoni ikiwemo vya ubashiri na upangaji wa matokeo. Mpaka watu wa saikolojia kwamba katika nafasi hii tunavyoiona sasa hivi fulani tunamwona kwenye hii mechi hataweza kwa sababu ya 1, 2, 3. Wataalamu. Haya ndo maendeleo tunatakiwa tuende nayo. Na huku ndo tutafika haraka. Kwa hiyo moja sehemu ambazo tunatakiwa ni hii sehemu ya goalkeeping ambayo leo hii tumezalisha. Sasa lazima tuende tukawatumia hawa. Na kikubwa katika elimu tunayoipata hapa ni kuhakikisha kwamba misingi inafuatwa. Wataalamu naweza nikatumia uzoefu kwenye kucheza lakini ni vigumu kufuata misingi. Au sio jamani? Yes. Lakini ninapoingia katika nafasi ya kuwa katika mafunzo na uhakika mkubwa sana kuhakikisha kwamba natembea kwenye misingi ya mpira. Na unayetembea kwenye misingi ya mpira huwa mara nyingi ni gumu kufeli. Kwa hiyo twendeni tukahakikishe tunafanya hiyo kazi, lakini nawaomba sana na naendelea kusisitiza. Nimetoka kusisitiza katika diploma D na nyie leo hii nao tofauti. Na waombeni sana. Endeni mkawe wazazi kwa vijana wetu. Dunia imechanganyika na mambo mengi sana ya ovyo. Watoto wetu wanaharibika toka mapema sana. Tunasumbuliwa na mambo mengi sana sasa hivi katika kuwaendeleza vijana wetu hasa kwenye mpira. Inafikia watu wanaingia kwenye ubashiri, mchezaji, walimu wanaingia kwenye ubashiri, ni vitu vibaya sana. Hebu fikiria leo wewe ndo mwalimu, alafu mchezaji wako sasa ndio anabashiri ufungwe. Kwamba bwana hii mechi tunapoteza, apate hela. Kuna jambo lolote la ziada ambalo utalifanya ili mfanikiwe? Huwezi kufanikiwa. Wale watu najua wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wana faida kubwa kwenye mpira. Kwa sababu wamewekeza kwenye mpira. Lakini wamewekeza sisi ili tucheze mpira, tutumikie mpira, utupe manufaa mpira. Hayo mambo mengine waachie watu wengine, washabiki. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wilaya Geita Gedifa Ali Twisti amewataka wahitimu hao kwenda kutumia ujuzi waliopata kusaidia kutatua changamoto ya uhaba wa makipa wazawa inayokabili soka la Tanzania. Kwa hiyo wito wangu, mnaporudi kwenye maeneo yenu msiende kukaa. Hata kama umekosa timu ya Premier League, hata kama umekosa timu ya Championship, bado kuna timu zingine utaendelea kufanya, kwani wazungu wanasema practice makes perfect. Bila kufanya mazoezi hakutakufanya wewe kuwa mwalimu bora na kutengeneza wachezaji wazuri. Kwa hiyo wito wangu kwenu, ninawaomba sana, ninawasihi sana, mnaporejea huko muende kufanya kazi ili haya material mlioyapata hapa yaweze kutoa matokeo na ndiyo msingi wa kukua zaidi. Katibu wa Gedifa Shafii Mwenyimvua amesema washiriki 20 kutoka mikoa mbalimbali nchini wameshiriki mafunzo hayo ya siku 5 yaliyofanyika katika shule ya sekondari Kisesa Manispaa ya Geita, huku miongoni mwa washiriki hao ni wachezaji wa zamani wa vilabu mbalimbali ikiwemo Simba na Yanga. Kwa ujumla kozi hii tumehitimisha tukiwa na washiriki 20 kutoka mikoa mbalimbali. Tunao washiriki kutoka mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songea, Kigoma, lakini pia baadhi ya washiriki kutoka katika mkoa wetu wa Geita. Na katika hii kozi pia imejumulisha wachezaji wa zamani wa ligi kuu Championship, magolikipa wa zamani wa Simba, Yanga, Azam, Majimaji, Lipuli na Bandari ya Mtwara na baadhi ya vilabu mbalimbali. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tunapenda kuchukua nafasi kukishukuru chama cha mpira wa mkoa wa Geita Gerefa kwa ushirikiano wao mkubwa ambao umeufanya na kuweza kufanikisha kozi hizi. Lakini pia shukrani zingine ziende kwa TFF, kwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia, lakini pia kwa
mkurugenzi wa michezo wa TFF na kaimu katibu mkuu Oscar Mirambo kwa kuridhia kwa mara ya kwanza kozi hizi kuja kufanyika nje ya makao makuu ya TFF. Tukumbuke tu kwamba hii ni kozi ya kwanza ya goalkeeping ambayo inafanywa na FA, kwa maana kwamba hapo mwanzo kozi zilikuwa zinafanyika katika makao makuu ya TFF pale Tanga. Kwa nashukuru viongozi wakuu wa chama kwa kuweza kuturizia sisi kama GEDIFA, lakini kuweza kuandaa kozi hii kubwa kabisa ya goalkeeping. Naye mkufunzi wa kozi hiyo Josia Kasasi amesema mafunzo hayo ni sehemu ya mkakati wa TFF wa kuimarisha idara ya makipa kwa kuzalisha makocha wengi zaidi watakaosaidia kuibua na kuendeleza vipaji vya makipa nchini, huku baadhi ya washiriki wakipongeza TFF kwa hatua hiyo. Kwamba tumechelewa sana kupata mafunzo kama haya. Kwa hiyo makipa wengi ambao unakuta wanacheza katika level za juu wanafika kule lakini hawana misingi. Wanapofika kwenye level za juu, mwalimu unaanza kupata kazi ya kuanza kumfundisha misingi ambayo bila shaka alitakiwa kufundishwa akiwa na umri wa miaka 6 au miaka 10. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa ambayo tunayo. Kama ambavyo unaona sasa hivi shirikisho limefanikiwa kwa kutengeneza kile kituo pale Tanga na kule Kigamboni, na matokeo yake yameweza kuonekana kwa hawa vijana wa Serengeti Boys. Ni matumaini yetu hata sisi kwenye idara yetu ya goalkeeping, moja ya malengo na mipango tulionayo ni kuona namna gani kwanza tunazalisha walimu wa kutosha wa kuweza kumeet demand ya soko la watoto walioko huku wanaohitaji kufundishwa, lakini pili ni kuona namna gani tunawasaidia hawa watoto baada ya kuwafundisha wanasogea na hatimaye kuweza kufika katika nyanja za kimataifa katika kucheza mpira. Mimi nilitoka tu mtaani. Toka mtaani nafika nasajiliwa mara timu ya daraja la kwanza, timu ya ligi kuu. Kwa hiyo kuna vitu vya msingi nilikuwa sijavipitia. Na ndio maana unaona wenzetu wakija, magolikipa wanaotoka nje wakija, kuna vitu unakuta kabisa kwamba anaweza akawa kama Chovi, lakini kuna vitu anamshinda Chovi. Hicho ndio kitu ambacho sisi kwa sasa hivi ndio inatakiwa tuende sasa, tuliotoka sasa hivi kusoma, inatakiwa tuende tukadili kwanza na watoto ili atakapofika pale juu anaweza akaa kama inavyokuwa kama vile Diara anavyoweza kucheza. Kuna mambo mengi tulikuwa sisi magolikipa zamani hatuyafahamu. Tulikuwa tuyafahamu, sasa hivi tumeshafahamu. Tulikuwa tunafundisha mpira kwa mazoea. Kwanza tunashukuru vile vile TFF na TD Oscar Mirambo kwa kuleta hizi kozi kwenye hizi mikoa hizi, umeona. Kwa hiyo tunashukuru sana yote. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik.